Bwana, moja kati ya mwaka ambao umekuwa bora sana kwa wachezaji wawili ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana na wenye talenti za hali ya juu kwenye upande wa soka duniani ni mwaka 2024 2025. Misimu miwili toka ameondoka pale England kwenye klabu ya Tottenham Hotspur. Msimu wa pili anaenda kunyanyua ndoo na mabingwa wa pale nchini Ujerumani, ligi ya Bundesliga. Na msimu mwingine ni Harry Kane, kwa mara ya kwanza kwenye miaka yake 30 plus anafanikiwa kunyanyua ubingwa na kuweka rekodi kwenye upande wa maisha yake ya kandanda. Ndivyo ambavyo ameweza kuandika historia, na ni mwaka ambao ni wa furaha sana kwa upande wake, kucheza kwa muda mrefu lakini pia kuto kufanikiwa kuchukua kombe lolote, lakini mwisho wa siku msimu 2024-2025 amefanikiwa kuchukua. The same na kwa kijana Son Heung-min kutoka pale nchini Korea, ambaye na yeye kwa miaka yote amekuwa ni rafiki wa Harry Kane, wamecheza kwenye klabu moja lakini hawakuwahi kufanikiwa kuchukua taji lolote. Msimu wa 2024 2025 anafanikiwa kuchukua Europa League, taji hili ambalo siku ya jana wamelichukua mbele ya Manchester United katika ardhi ya Hispania, na kuweka rekodi na historia kwenye maisha yake ya kandanda toka kuanza kwake kucheza soka. Kwa mara ya kwanza ananyanyua hapa au anachukua taji kwenye maisha yake ya karia ya mpira wa miguu. Ni mwaka bora sana kwa upande wa wachezaji hawa wawili, kwa sababu wameteseka kwa muda mrefu, lakini pia ndio sababu ya Harry Kane kuondoka pale Tottenham Hotspur ili akaweze kutafuta mataji sehemu nyingine. Na mwaka huu pia ni mwaka ambao umekuwa mbaya sana kwa upande wa Kylian Mbappe, licha ya kwamba mpaka sasa hivi ndiye anayeongoza kwa upande wa ufungaji wa magoli pale nchini Hispania kwenye ligi ile ya La Liga. Kwa nini nasema huu ni mwaka mbaya kwa Kylian Mbappe? Kitu ambacho nawaza kwenye akili zangu ni pale ambako PSG anaenda kuchukua kombe la UEFA Champions League na kuweza kuliweka nyumbani kwake, lakini kipindi hicho ndio kipindi ambacho Kylian Mbappe anaondoka kwenye viunga vya Ufaransa pale kwa PSG, lakini anaenda kujiunga na Madrid, ambao yeye alijua kitoka pale PSG na kwenda Real Madrid ndipo hapo ataenda kuchukua mataji. Lakini imekuwa tofauti kwake, anaondoka kwenye viunga vya PSG na kwenda pale nchini Hispania kwenye klabu ile ya Los Blancos ya Real Madrid. Mwisho wa siku inakuwa mwaka mbaya kwake. Kombe la ligi limechukuliwa na Barcelona, Copa ile kombe lao la ushindi pale nchini Hispania pia limechukuliwa na Barcelona, the same na makombe mengine ambayo wamekuwa wakishindania, ikiwa ni pamoja na UEFA. Msimu mbaya sana kwao, wanatolewa kwenye ile hatua ya robo finali, anatolewa na Arsenal. Kwa hiyo tutakuja kuona ni jinsi gani ambapo kwa Kylian Mbappe itakuwa ni mwaka mbaya kwake endapo PSG watachukua kombe hili ambalo yeye alienda kulitafuta pale Real Madrid, na mwaka huu amelikosa. Mwaka wake wa kwanza, msimu wake wa kwanza pale Real Madrid, lakini pia kwenye klabu ambayo ametoka alijua klabu hii ni ngumu kuchukua taji hili la UEFA Champions League, wako finali, na pale ambapo atakapoenda kuichukua basi inaweza ikawa ni move yake mbaya sana kuifanya kwenye karia yake ya mpira wa miguu, kwa sababu alikotoka ndiko anakwenda kuchukua kombe, alafu yeye alikoenda ambako alijua ndo ataka kwenda kuchukua wanalikosa kombe hilo. Ni vitu vingi sana ambavyo vipo kwenye vichwa vya watu, licha ya kwamba wanaona Kylian Mbappe ni mwaka wake wa kwanza pale Real Madrid pale Hispania, lakini pia akiwa anaongoza kwa idadi kubwa ya magoli, licha ya klabu yake ya Real Madrid kutokuachivu chochote kwa msimu huu, licha ya kuishia nafasi ya pili na kufanikiwa kufuzu kucheza michuano ya UEFA Champions League kwa msimu unaofuata.